Na viongozi wa kidini kutoka ukanda wa Pwani wametoa wito kwa wazazi kuchukua hatua madhubuti katika kuwafunza wanao nidhamu na maadili mema, wakitaja utovu wa malezi nyumbani kama chanzo kikuu cha ongezeko la utumizi wa dawa za kulevya, fujo shuleni na uhalifu miongoni mwa vijana nchini. Msemaji wa kanisa la Jehovah's Witness ukanda wa Pwani, Hagai Onyango, amesisitiza kuwa familia hujenga tabia ya mtoto, huku baadhi ya waumini wakikariri kuwa mafundisho ya Biblia kifamilia yamekuwa ngao kuu. Kuna habari zitakazofaa familia, kuna habari zitakazofaa vijana, habari zitakazofaa jamii kwa ujumla, kama ni sehemu za shuleni, kama ni kazini, kuwa na uhusiano mzuri pamoja na wengine na kuwasaidia kuona faida wanazopata wanapotii na kufuata kanuni ama miongozo ambao neno la Mungu linatoa. Kama hivyo nilivyotaja, programu hii yetu ya kujifunza neno la Mungu, Biblia, na faidisha jamii. Katika ulimwengu wetu wa leo tumeona kwa mfano miezi karibuni hapa nchini kwetu matukio kama vile vijana kukosa ukosefu wa maadili katika sehemu za shule, kuna matatizo kule kwa shule. Hii inamaanisha nini? Basi turudi tena katika jamii, wazazi, familia, tusaidie watoto wetu wamkaribie zaidi Mungu. Si rahisi kufundisha vijana wadogo kwa sababu ya mashirika, na pia wakiwa shuleni wanakumbana na changamoto mbalimbali, lakini kupitia msaada wa Yehova na kupitia maandiko ambayo tumeweza kupata katika Biblia yanaweza kuwasaidia ili waweze kukabiliana na changamoto ambazo wanapata wakiwa vijana wadogo. Mzazi ambaye analea hao watoto ambao wana umri mdogo, ningeweza kumtia moyo asichoke. Anapaswa kuwa na subra kwa sababu si rahisi, ikitegemea ule umri, si rahisi kabisa. Inahitaji jitihada na bidii. Na sana sana amtegemee Yehova kupitia sala ili aweze kumpa nguvu ya kuweza kuwaelewa hawa watoto.